Na ndugu wanachadema na Watanzania wenzangu, nichukue fursa hii kuwapa updates, taarifa za ziada tangu tulipowajulisha jana kwa habari ya kifo cha ndugu Suez Dan Maradufu ambaye amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche. Tangu jana tumekuwa na mashauriano na mazungumzo na madaktari, mganga mkuu wa hospitali ya mkoa hapa Kigoma, hospitali ya Maweni, na tulikubaliana kimsingi tupate wataalam pathologist ambao ni authorized. Wale waliokuwepo hapa hawakuwa wale wabobezi kabisa pathologist ambao wako authorized kufanya postmortem. Kwa hivyo tulikubaliana kwamba tupate pathologist na tukafanikiwa kupata mmoja kutoka Bugando Mwanza na mwingine kutoka Geita, na tulipata uhakika na uthibitisho kwamba waliondoka jana, na kwa bahati njema asubuhi ya leo mganga mkuu alinijulisha kwamba wamefika, na walipofika walikwenda moja kwa moja ofisini kwa mkuu wa mkoa kwa mazungumzo ambayo hatukuwa tumeyajua ni mazungumzo ya namna gani. Lakini kitu ambacho kimekuwa kipya kidogo ni taarifa tuliyoipata leo kwa habari ya pathologist mwingine tena kutoka Dar es Salaam ambaye ametakiwa kuja kuungana na timu hii kwa ajili ya kazi hii, na jambo hili limepelekea kuchelewa kazi hii kuanza. Mpaka dakika hii tunavyozungumza ni saa 9 alasiri, bado zoezi la uchunguzi halijaanza, ilhali tulikuwa tumeshajiandaa zoezi litakapokamilika basi pengine saa 6 saa 7 tuweze kuanza safari ya kuelekea Tarime ili kuweza kukamilisha taratibu zingine zilizobaki mbele yetu. Kwa hivyo jambo hili kwa kweli sasa limeleta fadhaa kwa sababu limekuja likiwa limechelewa na halikuwa katika utaratibu tuliokubaliana jana. Tulikubaliana pathologist wanaokuja ni wawili kutoka Mwanza na Geita, na sisi kama chama tuna daktari mwingine ambaye tulishamwandaa kwa niaba ya familia kwa ajili ya kwenda kushuhudia, wakiwemo mawakili wetu wakili Samuel Welwel na wakili Deo Mainyila. Tuliwaandaa kwa ajili ya kwenda kushuhudia kwa pamoja. Kwa jambo hili limetupa fadhaa, na ucheleweshaji huu umetupa na umeendelea kutupa maswali ya nini kinachoendelea. Lakini pia nichukue fursa hii kutoa masikitiko yetu kama chama makubwa sana. Leo asubuhi tumemsikia mkuu wa mkoa wa Kigoma IGP mstaafu afande Simon Siro akizungumza na akitoa taarifa kuhusu jambo hili, na katika mazungumzo yake amezungumzia kwamba kifo hiki ni kifo kwa uzoefu wa kiaskari, ni kifo cha kawaida. Hili jambo si sahihi. Kauli hii ni kauli batili, na tafadhali IGP mstaafu usiparamie mambo kwa namna hii. Jambo hili tumekubaliana na tumetaka lifanyiwe uchunguzi. Unapo preempt kwamba kifo cha ndugu Dan Suez ni cha kawaida, kama hatutakubali na hatutaipokea sentensi hiyo, kwa sababu mazingira ya tuliyomkuta ndugu Dan tukiwa na askari polisi katika chumba chake yalikuwa ni mazingira ambayo wote wametupa mashaka sana, wakiwemo askari wenyewe tuliokuwa nao kwenye eneo la tukio. Wote tulimwona marehemu Suez akiwa pale chini, alikuwa anavuja damu, alikuwa amevuja damu puani, damu zilikuwa zinatoka mdomoni, damu zilikuwa zinatoka masikioni, damu zilikuwa zinatoka kwenye jicho la kushoto, damu zilikuwa zinatoka. Sasa unaposema ni kitu cha kawaida, haiwezekani kuwa kitu cha kawaida. What if uchunguzi utakapofanyika ukatuthibitishia kwamba huyu ndugu alikula kitu au alikunywa sumu ambayo ndio ikasababisha mishipa ya damu ipasuke kwa spidi kubwa ya namna ya jinsi ilivyotokea. Wote tumejiuliza ni kitu gani hicho kinachoweza kusababisha mishipa ipasuke, damu zitoke kwenye matundu yote katika kichwa, machoni, jicho la kushoto, masikioni, mdomoni, puani. Hatuwezi kusema kwamba kifo hiki ni cha kawaida. Maana yake tutakuwa tuna preempt uchunguzi, mwisho wa siku taarifa iseme ni kitu cha kawaida. Hapana, kauli hii ni batili, tunaikemea, tunailaani na hatuikubali.
na Watanzania wapuuzie kauli hii ambayo pengine inataka kupreempt ripoti iseme nini. Uchunguzi huu utafanyika na tutakuwepo wote kushuhudia, kusimamia, ili tuelewe jambo hili, nini kimetokea kwa ndugu Dan Suez. Na nifafanue jambo hili kuhusiana na vitu alivyokutwa navyo. Dawa zinazozungumzwa kwamba zilikutwa katika begi lake ni dawa za kawaida, ni medical supplies za kawaida kabisa. Hata mimi kwenye begi langu ninaposafiri, utakuta nitakuwa na magnesium, nitakuwa na strepsils, nitakuwa na paracetamol. Ni dawa medical supplies ambazo ni za kawaida kabisa. Sasa inapotokea jambo hili linakuzwa na kufanywa kama kuna kitu cha attention, kwa nini tusizungumzie pia katika begi lake tulikuta fedha taslimu takriban shilingi 400,000 na shilingi 20,000 ambazo alikabidhiwa wakili Deo Mainyila, kijana wetu. Kwa nini tusiseme kwenye begi lake tulikuta vocha za simu? Kwa nini tusiseme kwenye begi lake tulikuta mafuta? Kwa nini kwenye begi lake tusiseme tulikuta vitu ambavyo ni vya kawaida kabisa mtu anapokuwa amesafiri? Sasa tunalisihi na tunawasihi watu ambao wana mamlaka ya kuzungumzia jambo hili kwenye engo yao, wasipreempt mambo, wasitengeneze hadithi au narrative yenye lengo la pengine kufanya watu waone au wapate habari ambayo itaweza kupindisha ukweli ambao Watanzania wote wanausubiri. Jambo hili kwa kweli limetushtua, limetupa fadhaa kubwa, kwa sababu ndugu Dan Suez kutoka kwa wasaidizi wa Mheshimiwa Heche ambao wako karibu naye, hakuonyesha dalili yoyote ya kwamba ana jambo fulani ambalo liko very complicated, jambo ambalo ni tete sana linalohusiana na afya yake. Kwa hivyo nirejee tu kusema kwamba katika hatua ya sasa tunahitaji uchunguzi huu kama jinsi tulivyokubaliana ufanyike kwa haraka. Familia akiwemo mke wake na ndugu zake wako katika hali ya kusubiria, ili baada ya hapa tuweze kujipanga na kutangaza kwa umma tarehe ya mazishi yatafanyika lini. Kwa hivyo ndugu wanachadema na Watanzania, niwajulishe kwamba bado tupo Kigoma, bado postmortem haijaanza, bado kuna taarifa hii ambayo imekuja leo ya kwamba kuna mtaalamu mwingine ambaye anasubiriwa afike. Wale ambao tulikubaliana jana kutoka Mwanza na Geita wako hapa, kwa tunasubiri hao ambao huyu ambaye anatarajiwa aje. Kwa hiyo mamlaka kwa maana ya Wizara ya Afya ambayo imekuwa karibu na jambo hili, Jeshi la Polisi, mchakato huu tufanye kwa haraka ili tuweze kuipa fursa nafasi ya kwenda kuomboleza na ndugu yao na kuhitimisha jambo hili la mazishi. Ninawashukuru sana. Tutakapokamilisha jambo hili basi tutawajulisha familia wamepanga tarehe gani ambayo ndio itakuwa siku ya mazishi. Asanteni sana.